Na shirika la polisi wa kimataifa Interpol limesema uhalifu mitandaoni umeongezeka barani Afrika, ikichangia 30% ya visa vilivyoripotiwa. Nchi zilizoathirika zaidi ni Afrika Kusini, Kenya na Nigeria. Ili kufahamu zaidi, awali nimezungumza na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama wa kimtandao. Moja ni kwamba kwenye nchi zetu za Afrika kwa sasa kumekuwa na matumizi makubwa ya internet pamoja na simu, tofauti na awali. Ukiangalia mwaka 2021 mpaka 2025 kuna ongezeko la zaidi ya 35%. Kwa hiyo hilo ongezeko la matumizi ya internet na simu ni moja ya vichocheo ama vilivyochangia ongezeko kubwa la uhalifu mtandao katika maeneo yetu. Lakini swala la pili, sote ni mashahidi kwamba nchi zetu za Afrika kwa sasa zimekuwa zikiwekeza kikubwa sana kwenye uchumi wa kidijitali, ambapo fedha zinatakiwa zaidi zipatikane kwenye mtandao kuliko katika ile hali ya zamani kwamba pesa zipatikane katika hii hali ya fedha ngumu. Kwa hiyo hilo vile vile limechochea wahalifu mtandao kujua kwamba sasa hivi kuna maeneo mapya ambapo fedha zake zinapatikana mtandaoni, hivyo wanakuja na mbinu za kuweza kuzidukua fedha hizo. Lakini swala la tatu ni kwamba kwenye nchi zetu za Afrika tumekuwa na changamoto kubwa sana kwamba zile hatua madhubuti ambazo zinafuatwa duniani kote zinakuwa za kukabiliana na uhalifu mtandao kwenye nchi zetu huwa hazichukui mkondo wake. Kwa hiyo hayo pamoja na mengine mengi ndio yamechangia kwenye bara la Afrika kuona uhalifu mtandao unaendelea kukua kwa kasi kwa sasa. Lakini mbona Kenya, Nigeria na Afrika Kusini ndiko kunakotajwa kwamba kuna ongezeko hilo kubwa la uhalifu wa kimtandao? Kipi tofauti kati ya nchi hizi tatu na nchi nyingine barani Afrika? Mfano, unapozungumzia wale Yahoo Boys, inaunganika moja kwa moja na Nigeria, kwamba wale matapeli mtandao wanapatikana zaidi kwenye nchi hiyo ya Nigeria. Lakini vile vile ukiangalia takwimu zilizoeleza matumizi mabaya ya artificial intelligence kufanya uhalifu mtandao, moja kwa moja unaigusa Kenya. Lakini ukiangalia nchi yenye uchumi mkubwa ambayo hata inapatikana kwenye zile G20s, unaigusa South Africa. Kwa hiyo kutokana na sifa za hizi nchi tatu zimechagiza kwamba inaonekana uhalifu mtandao kwenye nchi hizi umekuwa mkubwa zaidi kuliko maeneo mengine ya bara la Afrika. Lakini haimaanishi kwamba nchi nyingine katika bara la Afrika zenyewe hazikumbani na changamoto kubwa za kihalifu mtandao. Mbali na Afrika kwingine hali ikoje? Hakuna sehemu hali iko shwari. Changamoto za kihalifu mtandao kila mahali ni janga kubwa na watu wote wanalizungumzia kwa hali ya ukubwa sana. Nitakupa mfano wa haraka. Mwaka huu tumeona Equifax data breach ama taarifa za kibinafsi za zaidi ya watu 147 zimeenda kwa halifu mtandao. Marekani wamekuwa kilalamika, bara Europa pia vile vile wamekuwa kilalamika. Kwa hiyo kila mahali kwa sasa hali si shwari sana, na ndio maana kuna jitihada nyingi za kuzungumza masuala haya kwenye vikao tofauti tofauti. Mbinu mpya tofauti zimeendelea kufunzwa sasa na halafu kuhakikisha kwamba hali hii tunairudisha chini na tuweze kuvumilia uhalifu usiwe mkubwa kama tunavyoona kwa sasa. Yusuf, athari za uhalifu huu mtandaoni ni zipi hasa? Ni swala la uwezo wa uhalifu mtandao kuweza kuyumbisha chumi za mataifa yetu. Lakini vile vile uhalifu mtandao una uwezo mkubwa sana aidha kuzima kabisa upatikanaji wa huduma ama kuzima upatikanaji wa huduma kwa wakati fulani. Ndio maana tumeona baadhi ya nyakati mifumo mbalimbali inaweza kuzimwa na uhalifu mtandao na hatimaye huduma mbalimbali zikashindwa kupatikana kwa wakati. Lakini lingine ni kwamba sasa hivi kwenye masuala ya uhalifu mtandao watu wamekuwa wakijanjaruka na wakipeleka watu mahakamani. Kwa sababu hizo za msingi, uhalifu mtandao umekuwa ni moja ya sababu kubwa za watu kupelekana mahakamani na kudaiwa fidia. Taasisi mbalimbali ama mataifa mbalimbali yamekuwa yakikumbwa sana na kadhia hii. Zaidi ya hapo, imekuwa ni tishio kubwa sana kwenye mataifa yetu katika sekta ya usalama. Na ndio maana sasa hivi tunazungumzia usalama kwenye mataifa, kwenye ule usalama mkubwa kwenye mataifa, ni vigumu sana kukimbia masuala ya usalama mtandao. Lakini mwisho kabisa kwa sasa naweza kusema ni masuala haya ya reputation ama kuangusha sifa za makampuni ama sifa za mataifa mbalimbali, ambayo yanaweza kupelekea hata wawekezaji, hata wateja kama ni organization na kadhalika kuweza kupungukiwa na imani juu ya organization au mataifa pale anapoona kwamba mataifa hayo ama taasisi hizo zimekuwa zikikumbwa na uhalifu mtandao sasa na halafu.
Hatua zipi zinahitajika sasa angalau kudhibiti, na kama si kudhibiti, kupunguza kwa kiasi kikubwa uhalifu huu mtandaoni? Moja, tunasisitiza sana lazima kuwe na ile tunaita proactive, kuzuia janga kabla halijatokea la masuala haya ya kihalifu mtandao kupitia sheria mbalimbali zinazotungwa. Swala la pili ni kuimarisha upande wa teknolojia ama teknolojia ambazo zinatumika kuzuia uhalifu mtandao, kuhakikisha kwamba zinaendana na kasi ya uhalifu mtandao, kwa sababu uhalifu mtandao unafanyika kwenye teknolojia, na teknolojia hizo vile vile zinaweza kutumika vizuri kudhibiti uhalifu huo. Na matangazo haya yanatamatika hapo. Yamesimamiwa na Victor Kenani na Phyllis Mwate. Mimi ni Skola Kisanga, mwenzangu amekuwa ni Karo Robi. Asante na usiku mwema. Kwaheri.